Basi msomaji wangu angenisomea hicho kitabu, ule waraka wa Yohana mlango wa 2 na mstari wa 15. Somea mstari mmoja mmoja. Anasema msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Anasema mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Na hili neno hajaandikiwa mataifa, imeandikwa sisi Kristo. Maana ukianza kule mwanzo amesema nimewaandikia nyinyi watoto kwa sababu mlishaacha dhambi, nimewaandikia nyinyi vijana kwa sababu mmemshinda shetani, na amewaandikia pia wa baba. Kwa hivyo hili neno limeandikwa kwa ajili ya kanisa la Mungu. Kanisa la Mungu linajisahau kwa nyakati tulizo nazo. Kanisa la Mungu linalemewa na mambo ya ulimwengu huu tulionao. Haijalishi kweli tunaishi katika maisha haya, lakini tusijisahau kwamba uko mji ambao tunauendea mbinguni. Haijalishi kwamba tutakuwa na magari na manyumba na hata mimi mwenyewe najenga, lakini tujue kwamba tuna maisha ambayo tutatakiwa tuondoke hapa duniani. Na mbali ya kuondoka kuna maisha ambayo tunatakiwa tuishi ili wenzetu walio katika vifungo vya dhambi na laana waweze kuokolewa kwa ajili ya maisha yetu. Lakini kama utasimama ndani ya nyumba ya Bwana lakini matendo yako hayamdhihirishi Kristo ndani yako, jua kabisa kwamba umeufunga mlango ili watu wasije kwa Yesu. Na ndio maana akasema kwamba ninyi ni chumvi. Sasa na ile chumvi kishaharibika itatiwa nini hata ikolee? Ina maana sisi ni nuru pia, inatupasa tuangaze ulimwengu wote. Lakini kama mimi maisha yangu hayaangazi ulimwengu, simzalii Mungu matunda hata kwa maisha ninayoishi, tutakuwa tunaole mbele za Mungu na Mungu atajuta kutuokoa. Na sio kwamba ni mzuri sana hata katika familia amekuokoa. Nyinyi ni mashahidi katika familia zenu, wako watu wenye matatizo mbalimbali. Wako watu ni walevi wa kupindukia, wengine ndugu zenu, wengine kaka zenu, wengine dada zenu, wengine shangazi zenu, lakini katika huo ukoo amekutoa wewe. Sasa na wewe usipokuwa nuru au chumvi ya kusababisha watu waje kwa Yesu, unakuwa sababisho la Mungu mbinguni kuhuzunika. Unakuwa sababisho la Mungu kujuta kwamba kwa sababu gani nimeokoa fulani. Haitupasi Yesu ajute kwa ajili ya maisha yetu, bali inatupasa Yesu afurahie sisi kutuokoa. Inatupasa mbingu ishangilie akijua kwamba, akijivunia kwamba kuna mtu mmoja pale Tandika magorofani ambaye akisimama mataifa anasema naam, kama kuna Mungu wa kuabudiwa ni Mungu wa Tandika magorofani. Kama kuna Mungu wa kusujudiwa ni Mungu wa Tandika magorofani. Kama alivyoambiwa Danieli, kama asiabudiwe Mungu mwingine yeyote isipokuwa ni Mungu wa Danieli. Danieli wa leo ni wewe au ni kanisa? Lazima tujitahidi kanisa. Anasema mtu akipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Maana mtu anayependa dunia, kumpenda Mungu hakutakuwa ndani yako. Maana ni vitu viwili tofauti, havichangamani. Huwezi kuchangamana moto na maji. Moyoni mwako haviwezi kutoka chemichemi mbili. Lazima itoke chemichemi moja ya uzima. Lazima itoke chemichemi moja inayosema maneno ya Mungu. Lazima itoke chemichemi moja ambayo inanyoosha mambo na wala sio kupinga pinga. Haleluya. Bwana tusaidie. Kipengele cha andika kwamba lazima maisha yetu yatofautishwe na watu wa ulimwengu. Yaani wewe mtu ambaye ni muamini, lazima maisha yako yatofautishwe na watu wa ulimwengu. Ili kwamba Yesu akuvunie, lazima maisha yako yawe na badiliko. Ina maana kama mwaka jana ulikuwa hivi, inakupasa mwaka huu uwe na hatua nyingine. Wewe mwenyewe ni shahidi kwamba ulivyookolewa ulikuwa namna gani. Lakini ulivyoendelea kukaa kwa Yesu, ulivyoendelea kuzoea, umekuaje mpaka sasa? Kama vile mchungaji alivyosema kwamba ulikuwa ukiwa saa 1 kamili ilikuwa ibada umeshaingia. Nyie mashahidi hata wakati baba yetu marehemu akiwepo hapa, ilikuwa saa 1 kamili watu wameshajaa ibada. Kama ni saa 9 watu walikuwa wanajaa. Sidhani kama watu wana uzuru ambao viti vimebaki wazi namna hii. Sidhani kama watu wote wana uzuru wa kazi labda au wa matatizo ya aina yoyote. Isipokuwa wengine wameridhika. Wengine wameona ni kawaida tu, wengine wamemzoelea Mungu. Wengine wanataka kujisahau, kujitoa ufahamu. Lazima tumuofu Mungu. Yeye Mungu ni wa kuogopwa na kutetemeka. Kama mashetani wanatetemeka, wewe ni nani usitetemeke mbele za Mungu aliye hapa, ambaye anaweza kukuangamiza mara moja nafsi na mwili wako? Lazima tutetemeke. Si watu wana uzuri kanisa la Mungu. Tulianza kwa roho, tunataka kumaliza kwa mwili. Anasema enyi wa Galatia, ni nani aliyewaroga? Kumbuka ulivyoanza maisha yako. Ni nini kimekulemea ndani? Umeacha ulimwengu kakulemea? Umeacha dunia kakulemea? Umeacha vitu vilikakulemea? Hata kama hujatenda dhambi, lakini kuna vitu ambavyo vinakulemea ndani. Kuna nafasi umeziacha, kuna nafasi umeruhusu. Kwa hivyo adui amekulemea, amekugandamiza.
Umeshindwa kujua kwamba tunaishi kwa mwili wa nyama na damu, lakini vita vyetu si katika mwili wa nyama na damu. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo unapojisahau kidogo, adui anapata upenyo. Anakuwekea roho ya kukata tamaa ndani. Anakuwekea roho ya kuzimia na kuchoka. Hata ikifika saa bado unaona kwamba sio kawaida, hata kama ni saa ngapi na kwenda. Hata kama ni mchango mahali hapa, unasema tutatoa kile ambacho unachokisikia moyoni. Kwa nini? Kwa sababu unaacha upenyo. Kuna kitu kimekulemea. Kuna jambo limekulemea ndani. Sasa hilo jambo, wakati naendelea kusema hapa, hebu endelea kumwambia Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako kwamba Roho wa Mungu nisaidie. Kwa nini Bwana mwaka jana nisikuwa hivi? Kwa nini kadiri siku zinakuja, kila siku itopo leo, badala ya kuendelea mbele naendelea kushuka? Mwambie Mungu, kwa sababu gani? Kwa nini nilianza kwa roho, sasa nataka kukamilishwa katika mwili? Kwa nini nikubali unabii utimilike ndani yangu? Kwamba nyakati hizo za mwisho upendo wa wengi utapoa, mambo mengi yatatokea, watu watarizika. Kwa nini mimi nikubali unabii utimilike? Jihoji mwenyewe, jihoji ndani yako kwamba Yesu, ulivyoniokoa nilikuwa ni moto sana. Kama ni maombi usiku naamka naomba, kama ni kufunga mimi sijawahi kuacha kufunga, kama ni ibada nakimbia na wahi dakika moja inipiti. Lakini leo hii hata nusu saa imeisha nzima, lakini moyoni hakuna hukumu. Hata ibada usipokuja upo nyumbani tu, wala usikii hukumu. Unaendelea tu mbele, umeridhika. Umekubali adui amepitisha vipenyo vyake ndani. Umekubali dunia imekulemea. Umekubali vitu baadhi vimekulemea. Vile vitu vilivyokulemea vinaendelea kukuzoofisha na kukugandamiza chini. Mguse mtumishi wa Mungu na sisinzie baba. Kwa nini tukubali vitu vitulemea ndani ya mioyo yetu? Kwa nini tukubali? Kwa sababu Yesu alivyotuokoa alikuwa anatuvunia sisi. Ndio maana akasema mtu akipenda dunia, kumpenda baba hakumo ndani yake. Kumpenda baba hakumo ndani yake. Lazima maisha yatofautishwe. Ili hata wale tunaoishi nao, wengine tunaishi na ndugu zetu kabisa, hata wa damu, lakini hawajaokoka, lakini wataiga nini kwako? Ina maana hata kwa maneno ya kinywa chako tu hivi wanakutega. Wanakuiga, yani wanakuiga kila hatua unayopita. Wewe unaweza kuona kwamba hawakufuatilii, lakini kila hatua unayochukua wanakufuatilia. Na hasa mtu yote ambaye alimkiri Yesu, kila hatua yoyote. Na ndio maana watu wa Mungu hata kwenye magazeti, labda kama ukasikia labda mchungaji fulani kakosea, unaweza ukashangaa ikaandikwa kwa herufi kubwa kabisa kuliko zote. Kwa sababu gani? Ili ulimwengu uone, kwa sababu tayari tumeshajichacha, maana sisi ni nuru ya ulimwengu. Sasa unapoasi kidogo, lazima ili ulimwengu ujue kwamba yule ambaye mlikuwa mnasema ni nuru ya ulimwengu, muone hicho alichokifanya. Kwa hivyo kanisa la Mungu, tumuofu Mungu, tutetemeke, tuogope. Mungu ni yeye yule jana leo na hata milele. Na Mungu ni yeye yule ambaye habadiliki, japo wewe unaweza kubadilika, lakini Mungu habadiliki kanisa. Tujihoji ndani ya mioyo yetu kwamba maisha yetu tulivyoanza wokovu, kaiza ni miaka 3 imepita, aiza ni miwili, aiza ni moja, aiza ni wiki. Je, ule wokovu wa kwanza au ile neema ya kwanza niliyoipokea imekuaje? Mbona ninavyoenenda si ndivyo? Mbona nimeona kama ni kawaida? Mbona nikikutana na magenge ya umbea na uzushi nimo na mimi? Kama ni kwenye saluni, kama ni umbea nipo nasikiliza. Sasa ule upendo wa Yesu Kristo wa kwanza ndani yangu uko wapi? Ile neema ya kwanza niliyoipokea ya kumhofu Mungu ndani yangu iko wapi? Ili nikapate kuitafuta. Yaani ili ukapate kuitafuta. Ili uyatathmini maisha yako, yatathmini maisha yako sasa na nyuma. Kama umepunguka au kama umeongezeka. Kama umepunguka, mwambie Mungu, naomba nisaidie tena. Mwambie Mungu akusaidie. Kwa sababu uharibifu unapotokea, unajua kuna jambo mbele. Na kipengele kingine andika kwamba lazima tuwe na mipaka. Yaani mtu wa kweli ambaye dunia haijamlemea lazima awe na mipaka. Lazima ndani yako kuwe na mipaka. Mtumishi wa Mungu, lazima ndani yako kuwe na mipaka. Kuna mahali pa kusema na kuna mahali si pa kusema. Kuna mahali pa kujibu na kuna mahali si pa kujibu. Lazima uwe na mipaka. Usipokuwa na mipaka utakuwa free. Utaambiwa hata kuna sherehe labda za wafu, utaenda kwa sababu huna mipaka. Itatokea misaada kama kule kwetu Arusha, sijajua huko Dar es Salaam bado sijaona. Kule kwetu msimu wa sherehe za au wanachinja ng'ombe zaidi ya 15. Ana kule kwetu kuna msikiti mmoja, yaani kile kijiji kina Waislamu mno. Sasa wanachinja ng'ombe zaidi ya 15 mpaka 20.
watu wanatangaziwa kwamba siku fulani kuna msaada wa nyama. Unakuta humo mpaka watu wa kanisani kule kwetu wanaenda kupanga foleni kupokea nyama. Hujajua nyama imenuiziwa nini? Hujajua nyama imetamkiwa nini? Lakini basi kwa sababu tu ya kutokuwa na mipaka, tayari mtu wa Mungu ameenda kupanga foleni kupokea nyama. Na ukienda kule sehemu za mijini, wale Wahindi wanaleta makondoo. Yaani unakuta kondoo mweupe kama hapo. Mtu anaioma na kondoo lake na familia yake. Hujajua kondoo ametamkiwa nini? Hujajua ni madhabahu gani? Lakini ni kwa sababu ya kushindwa kuwa na mipaka. Usipokuwa na mipaka utaangukia pabovu, kanisa la Mungu. Lazima uwe na mipaka. Maana wewe umeshaokolewa tayari, umeshatengwa. Haikupasi usiwe na mipaka ndani yako. Maana usipokuwa na mipaka utajichanganya na walimwengu. Watakushauri maovu, watakushauri ubaya, watakwambia twende kwa mganga ili mambo yako yanyooke, na utaenda kweli. Watakwambia nina sijui kanyaga mafuta sijui nini. Utaenda kwa sababu tayari una uhitaji na umeshindwa kuwa na mipaka. Lakini ukiwa na mipaka jamani ni simple, kwa Mungu mbona ni raha. Na wewe una matumaini, wewe navyo usio navyo, jua kabisa mbinguni utaenda na bado utamiliki, maana tumeambiwa tutabarikiwa duniani na bado mbinguni pia tutaingia. Sasa kwa nini usiwe na mipaka? Kwa nini ujirahisishe? Kwa nini ujirahisishe? Kwa sababu ya vitu vinavyopita. Maana kumbe unajua kutii. Yaani hata kama baraka zimechelewa, unavyotii ndivyo baraka za Mungu zinavyowahi. Lakini unavyoacha kutii maagizo na maelekezo ya Mungu, Mungu naye baraka zake lazima azicheleweshe. Aidha kuna wengine sasa hivi hapa unaweza kumbariki hata kama ni gari tu. Tayari na ibada kama leo muone. Haya, wengi wameombewa kazi hapa, Mungu amewasaidia wamepata. Saa hizi mwingine anakuambia niko busy. Tayari nafasi ya Mungu imeshaondoka, imeshachukuliwa na kile ambacho Mungu alimpa. Imeshachukuliwa kabisa. Kwa hiyo lazima uwe na mipaka. Ili Mungu achilie baraka juu ya maisha yetu, lazima tuwe na mipaka ndani ya mioyo yetu. Lazima tuwe na mipaka tunapotembea. Hata tembea yako lazima iwe na mipaka. Hata vaa yako lazima iwe na mipaka. Na ndio maana hata Petro alipoonekana pale na wale watu, maana walikuwa wengi, aliambiwa hata wewe Petro, kutembea kwako kunaonekana kwamba na wewe ulikuwa na huyu jamaa. Lakini Petro alimkana. Wewe ni nini kilichosababisha wale watu wakajua kwamba Petro alikuwa pamoja na Yesu? Kwani Petro alikuwa na lebo? Petro hakuwa na lebo yote aliyejiwekea, bali yule muonekano tu ulionekana kwamba na huyu naye alikuwa pamoja na Yesu. Na ndio maana wale waandishi wakamwambia kwamba hata na huyu alikuwa pamoja na huyu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya ile kaa yake. Unaweza kukaa sehemu ujulikani kama umeokoka, ujulikani kama hujaokoka. Yaani hata unavokaa tu, yaani ushuhuda ndani yako haupo. Ngoja nikwambie, wiki ile kuna ile wiki ilikuwa siku ya Alhamisi, nakumbuka siku mchungaji alinipigia simu. Nilikuwa kule Kariakoo nanunua mizigo yangu. Sasa nikatoka mahali nikawa nanunua mzigo. Nikanunua. Ndio akaniambia, nikamwambia hivi sivitaki kwa sababu nilivyoka. Akaniambia hapana. Wewe chukua tu, kauze utaniletea hela yangu. Kwanza kabla ya kumjibu nikaa pembeni nikajiuliza, nikasema sasa huyu hapa ni Kariakoo jamani kubwa hivi. Hanijui. Ananiambia nichukue mzigo nikauze, alafu nitamletea hela yake. Nikamwambia kwa nini umeniaminije? Akasema wewe chukua tu, najua utaniletea. Bado nikajijengea kwamba huyu mtu mimi sina lebo ya kwamba nimeokoka. Lakini wewe fikiria mtu akwambie chukua nenda kauze, alafu ulete hela. Na sio kama sikuwa na hela, ila msikuwa nahitaji, maana ndio kama ni shida haitotoka. Akaniambia wewe peleka, alafu utaniletea hela yangu. Lazima maisha yetu yawe na ushuhuda, kanisa la Mungu. Na anapokuwa na ushuhuda, lazima tutawanyakua wengine kwenye moto. Lazima tutaokoa jamani ulimwengu unaoangamia na kuteswa. Tumepewa jukumu zito na Mungu. Hatujapewa kurelax katika dunia, bali tumepewa basi hata kama huwezi kusema Yesu anaokoa na kuponya, basi jitahidi kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Jitahidi kujionyesha kwamba umekubalika na Mungu. Mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari. Hata kama basi hujasema Yesu anaokoa, lakini basi muonekano wako tu, maisha yako unayoishi, hata maneno ya kinywa chako. Watu wakiona akasema hakika huyu ni mwana Sayuni. Hakika huyu ni mwana Yerusalemu. Kanisa la Mungu linaponywa, kanisa la Mungu linaokolewa, linajaa. Hizo za kina Petro lilikuwa likiokoka kanisa la watu 3000 wanaokoka na kujazwa nguvu. Lakini leo watu wamejirahisisha kanisa. Sijasema mahali hapa, lakini kanisa chini ya jua limejirahisisha. Limesahau nafasi zao. Limemzimisha Roho Mtakatifu ndani. Unajua Roho Mtakatifu akiwepo ndani ya mtu na ndani ya kanisa akafurika, ina maana ni kama sumaku. Inavuta vitu kutoka mbali. Yaani mafuta ya Roho Mtakatifu ndani yanavuta vitu kutoka sehemu mbalimbali. Yanavuta. Kwa hivyo kila mmoja ajitahidi. Tusikubali kulemewa na vitu vinavyotusonga kwenye maisha. Bora tulemewe na Yesu mwenyewe. Ukifika mahali huwezi piga magoti mwambie Mungu hata hapa sasa siwezi. Kwa vile wewe ni Ebeneza nisaidie, na Mungu ni mwaminifu atakusaidia.
Ndio